mtoa hoja Mheshimiwa Jenista Joachim Mhagama aweze kujibu hoja za wachangiaji na kuhitimisha hoja yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa tena fursa ya kuja kusimama hapa mbele ya bunge lako tukufu ili kuweza kujibu hoja za waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawaomba waheshimiwa wabunge, kwa sababu na minajili ya muda ambao nimepewa na Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja zenu ambazo kwa bahati mbaya ama kwa namna moja ama nyingine tutashindwa kuzifikia, nitaomba mridhie, tutazijibu kwa maandishi na tutaziwasilisha kwenu kabla bunge hili halijahitimishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kwa dhati ya moyo wangu niinue moyo tena wa shukrani kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa anayoifanya katika nchi yetu na kwa sekta zote ikiwemo sekta hii ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuko katika kipindi ambacho kwangu mimi waziri wa afya, baada ya kupata jukumu la kumsaidia Mheshimiwa Rais, nimeona katika sekta ya afya ulimwenguni tunapita katika mabadiliko na mageuzi makubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ulimwengu huu kwa sasa tuko katika karne ya 21. Sasa katika karne hii ya 21, ukiangalia, na Mheshimiwa Waziri kaka yangu Profesa Kitila amekuwa akisema sana haya, kwenye karne hii ya 21 mabadiliko ya uchumi yamekwenda kwa kasi, na ukisoma taarifa mbalimbali katika majarada mbalimbali ni kama vile GDP katika nchi ama ulimwengu mzima imeongezeka karibu mara 3 ya viwango ambavyo vilikuwa huko nyuma. Sasa maendeleo haya na ongezeko la uchumi, kukua kwa GDP katika nchi mbalimbali, kuna maanisha nini katika sekta ya afya? Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna maanisha mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, upande mmoja, maendeleo haya yanaendana na mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia katika ulimwengu wote. Sasa mabadiliko ya sayansi na teknolojia ni feva kubwa katika maendeleo ya sekta ya afya ulimwenguni. Lakini vile vile maendeleo haya ambayo tunasema GDP imeongezeka, uchumi umekuwa katika ulimwengu mzima, yanatupelekea Mheshimiwa Mwenyekiti kuongeza shughuli zinazoendana na maisha ya kila siku ya binadamu. Miji yetu imekuwa mikubwa sana na population katika miji yetu imeongezeka. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuongezeka kwa population kwenye miji yetu, maisha ambayo tuliyazoea huko nyuma yamebadilika. Kwa hiyo mila, desturi na tamaduni za ulimwengu kwenye mataifa mbalimbali zimebadilika kabisa. Watu sasa wanaishi kwa mitazamo ya kimiji zaidi. Nataka kusema nini Mheshimiwa Mwenyekiti? Baada ya kubadilika kwa mila, desturi, tamaduni zetu za maisha huko nyuma, hapo ndipo tunakutana na tabia za wananchi, tabia za jamii ambazo zimepoteza asilia yake na kujiingiza kwenye mageuzi haya makubwa ambayo yanaendana na mtizamo wa kiuchumi kwa sasa. Na ndio watu wengi wamesema, na Mheshimiwa mdogo wangu Esther hapa amesema, kwa hiyo hata zile tabia bwete za kutokufanya mazoezi ni kwa sababu ya mabadiliko haya ya kiuchumi, mitazamo ya kimaisha na namna tunavyoishi kwa sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, uharibifu wa mazingira ni kwa sababu ya ongezeko la watu, lakini mabadiliko ya mtazamo mzima wa mwenendo wa maisha ulimwenguni na mabadiliko haya ya kiuchumi. Uwepo wa viwanda
hiyo pia ni maendeleo makubwa, lakini kwenye sekta ya afya yana athari kubwa, kwa sababu ongezeko la moshi lina athari kubwa kwa maisha ya binadamu. Ukataji wa miti na mazingira unasababisha mwingiliano kati ya binadamu na wanyama, na matokeo yake ndio haya magonjwa ya mlipuko kama Mpox, Ebola na mambo mengine ya namna hii, hata Marburg. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tunakabiliana na changamoto za namna moja ama nyingine. Huku tuna maendeleo makubwa, huku tuna maendeleo kweli yanayoaffect sekta ya afya, lakini output ya hayo maendeleo ina athari pia na inachangia kwa kiasi kikubwa kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi tumefika katika ulimwengu ambao maendeleo hayo ya kisayansi yanatuambia sasa hivi sayansi ndio afya na afya ni sayansi. Bila sayansi hakuna afya na bila afya hakuna sayansi. Ndipo mahali ambapo tumefika kwa sasa. Lakini bado tuko tena kwenye hali ambayo ni lazima hata sisi kama Watanzania, na nitasema hapa karibuni wakati napitia majibu ya maswali yenu, tunasema maendeleo haya ya sayansi ni mabadiliko ya teknolojia na ya vifaa tiba na namna ya uchunguzi kwenye magonjwa. Kukua kwa hii sayansi, uwepo wa chanjo ili kufanya prevention ya magonjwa tunayoyapata. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini upande mwingine yako makundi ambayo hayaamini pia katika maendeleo haya ya sayansi na teknolojia katika vifaa tiba na chanjo ambazo zinatumika katika ulimwengu kwa sasa. Tuna kazi kubwa, na ninaomba niseme katika taifa letu la Tanzania, kama tusingekuwa na daktari bingwa mbobezi namba 1 Dr. Samia Suluhu Hassan, mwenendo huu wa ulimwengu kwenye sekta ya afya tungeweza kujikuta tuko mahali ambapo panatutatanisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa dhati ya moyo wangu ninamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sifa alizonazo ambazo zimesaidia sekta ya afya kuendelea kuwa himilivu, kukua na kufika katika viwango ambavyo leo waheshimiwa wabunge ninawapongeza sana kwa kutambua mchango huo mkubwa wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, rais huyu ana maono makubwa kwenye sekta ya afya, makubwa sana. Mheshimiwa Rais huyu amefanya maamuzi mazito tena yenye uthubutu mkubwa katika kuleta ustawi wa afya za wananchi. Mnakumbuka wakati wa COVID alipofanya maamuzi ya kuhakikisha Watanzania tunachanjwa ili tuweze kuokoa maisha yetu. Mheshimiwa Rais ana vipaumbele katika sekta ya afya, na mimi wakati nawasilisha hotuba yangu nimewaambia vile vipaumbele 10. Na vipaumbele vile 10 vyote vinajibu hoja za waheshimiwa wabunge ambazo zimesemwa hapa. Na kipekee namshukuru sana mwenyekiti wa kamati yangu na wajumbe wa kamati kwa kazi kubwa walioifanya. Hivi vipaumbele tumevifikia kwa sababu ya maono ya Mheshimiwa Rais na ushauri mkubwa tulioupata kwenye kamati yetu ya Bunge ya Afya na masuala ya ukimwi. Kwa hiyo nawashukuru sana. Ninaomba niwahakikishie Mheshimiwa Rais ni jasiri katika kuhakikisha maamuzi tunayofanya kwenye sekta ya afya yanaleta ustawi ndani ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, haya yaliyozungumzwa leo na wabunge yanagusa maeneo yafuatayo. Eneo la kwanza ni jinsi taifa letu lilivyojikuta kwa sasa, na sio sisi peke yetu kwa sababu sio kisiwa, ulimwengu wote. Magonjwa yasiyoambukiza yameendelea kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Kila mahali utakutana na kesi hizi kwa mtazamo mmoja ama mwingine. Lakini eneo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni magonjwa ya mlipuko ambayo nimesema yanatokana na mageuzi haya ndani ya ulimwengu yanayosababisha pia uharibifu wa mazingira, tabia nchi kubadilika, mienendo na mitizamo na tamaduni na desturi zetu kuwa zimebadilika.
Lakini yako pia magonjwa yasiyopewa kipaumbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesema hapa, wako Watanzania ambao wameokolewa vifo kutokana na magonjwa yasiyopewa kipaumbele kama mabusha, matende na magonjwa mengine ya namna hiyo. Lakini yako magonjwa yale yanayoambukiza, na Mheshimiwa Shigongo ameeleza sana kuhusu masuala ya hepatitis B, lakini tumezungumza masuala ya HIV, tumezungumza masuala ya TB, tumezungumza masuala ya malaria. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niwahakikishie waheshimiwa wabunge kwamba bajeti ambayo Mheshimiwa Rais na bunge lako tukufu itakapoipitisha leo, ambayo tumeomba shilingi trilioni 1,618,191,235 itakwenda kujibu hoja ambazo waheshimiwa wabunge mlitupatia katika michango yenu kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la kwanza, waheshimiwa wabunge, mmezungumza sana kuhusu kiwango kidogo cha utoaji wa fedha za miradi ya maendeleo katika sekta ya afya. Waheshimiwa wabunge, tunalipokea jambo hili kwa mikono miwili na tutakwenda kulifanyia kazi. Lakini ninaomba muungane na mimi kukubali kwamba Mheshimiwa Rais wetu huyu jemedali, na mimi nasema yeye ndo daktari bingwa na mbobezi, katika kipindi kifupi cha miaka 4 amefanya mageuzi makubwa sana ya kuhakikisha fedha na rasilimali katika sekta ya afya zinapatikana. Na sisi waheshimiwa wabunge ni mashahidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitatoa mifano michache. Mwaka 2015-16 bajeti yetu na hasa katika eneo la maendeleo ilikuwa ni bilioni 8.3. Mwaka 2021-22 ilikuwa ni bilioni 278.4. Waheshimiwa wabunge, mwaka 2024-25 bajeti imefika bilioni 501.1. Kwa hiyo ni lazima tuone nia, dhamira, utashi wa kisiasa wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuhakikisha anaimarisha sekta hii ya afya, na ningeomba tumpigie makofi mengi sana. Na waheshimiwa wabunge, nitazungumza vizuri hapo mbele kama muda utanitosha. Hapa katikati tumepata mabadiliko ya sera za kimataifa kuhusu uchangiaji wa gharama kwenye sekta ya afya. Waheshimiwa wabunge, ninaomba niwaambie, ziko nchi zimetetereka baada ya mabadiliko hayo ya kisera ya kimataifa. Hata dawa kwa ajili ya kuhudumia magonjwa msonge ikiwemo HIV, TB, malaria pamoja na hata hii hepatitis, dawa hizo ni tatizo. Lakini wakati nasoma hotuba yangu jana, nimewaambia serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan ilijipanga na ikaja kujipanga tena na imetoa na fedha nyingine. Tuna uhakika wa dawa hizi mpaka mwaka 2026 bila kutetereka. Kwa hiyo ni kweli iko baadhi ya miradi fedha hazijapatikana, lakini unapokuwa na bunduki unataka kuua adui, unaweza utumie risasi moja ikafanikiwa, inaweza utakiwa kutumia zaidi ya risasi 2 ama 3. Sasa kwenye sekta ya afya, ili kufanya sekta ya afya isimame ni mambo mengi, na ndio maana tunasema agenda ya universal health coverage ukiitizama kama lengo endelevu la kidunia lina mambo mengi ndani yake. Ni pamoja na hii miundombinu ambayo mmenikumbusha hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nadhani serikali tuko hapa na nafurahi kumwona waziri wa fedha yuko hapa. Tunaendelea kufanya kazi na waziri wa fedha kwa karibu kuhakikisha kila bajeti
inapopatikana tutaendelea kuimarisha, lakini tunamshukuru rais kwa ile miradi ambayo tumekwisha kuikamilisha, na nyinyi waheshimiwa wabunge mmempongeza rais hapa. Pamoja na miradi hiyo tumewaambia ni pamoja na vifaa tiba, na tumeeleza ni kwa namna gani tumeweza kununua vifaa tiba. Waheshimiwa wabunge, ngoja niwape mfano mmoja. Ukiacha mbali hii miundombinu ya majenzi, tumezungumza sana tatizo la kansa, saratani. Waheshimiwa wabunge, kuwekeza kwenye matibabu ya magonjwa haya ambayo hayaambukizi, naomba tu niwape picha tu kidogo. Ujenzi wa banka moja ya kuweka mashine ya mionzi kwa ajili ya kutibu saratani unatumia wastani wa bilioni 5.5 banka moja. Ununuzi wa mashine moja ya kisasa toleo la sasa hivi maarufu kama Linac, mashine hiyo inauzwa bilioni 7.8 mashine moja. Lakini ununuzi wa mashine nyingine ambayo ni maarufu kwa jina la Cobalt, yenyewe sio chini ya bilioni 1.9. Hata hivyo, ukiangalia CT scan the same 1.8 billion. Ukiangalia ile PET scan mashine niliyowaambia iliyofungwa pale Ocean Road ni bilioni 18.8. Na ndio maana sisi katika East Africa ni nchi mbili tu tumeweza kuwa na hiyo mashine. MRI ni zaidi ya bilioni 2.8. Ninataka kusema nini waheshimiwa wabunge? Mmeona, mmeshuhudia dhamira ya Mheshimiwa Rais kuwekeza kwenye majengo. Mmeona tumefika zaidi ya miundombinu ya kutolea huduma za afya zaidi ya 12,000. Kwa hiyo tutaendelea kukamilisha majengo hayo yaliyobakia, na tutaendelea kuweka vifaa hivi vinavyotumia teknolojia ya kisasa na hali ya juu. Afya kwa rais wetu ni jambo namba 1 ili kuokoa maisha ya wananchi wa Tanzania. Lakini waheshimiwa wabunge, mmezungumza swala la ukosefu wa rasilimali watu. Ninamwona hapa Mheshimiwa waziri mwenzangu wa utumishi yuko hapa. Tunajadiliana kila siku tunatokaje. Profesa Mwongo ameprovide data hapa jana, data nzuri za kutosha ya namna ambavyo tunatakiwa kuendana na mikataba ya kimataifa. Ile rationale kati ya daktari na mgonjwa inatakiwa iweje. Profesa ametuambia aidha daktari mmoja kwa wagonjwa 4,000, aidha daktari mmoja kwa wagonjwa 1,000. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niseme kupitia mashirikiano na ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, jambo hili tumewaeleza kwenye taarifa zetu. Tumepambana na leo tunahesabu watumishi 171,711. Tumepunguza gepu, lakini tunakubali kwamba tunatakiwa kuendelea. Sasa niwape tu taarifa ndogo waheshimiwa wabunge. Sisi kwa mujibu wa taarifa ambazo tumeshirikiana na taasisi na mabaraza ambayo yako ndani ya sekta ya afya nchini, uwiano wa daktari bingwa kwa sasa umefikia 1 kwa 4,000. Lakini ziko nchi zinazotuzunguka na sitataka kuzitaja, wenzetu bado wako kwa daktari mmoja kwa wagonjwa 25,000. Kwa hiyo hapa ni lazima tuone Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ya kupunguza tatizo hili la watumishi. Na kama tungepata nafasi ya kutosha, Mheshimiwa Waziri wa Utumishi angetoa maelezo hapa. Hakika waheshimiwa wabunge wenzangu, tuna kila sababu ya kumpongeza, lakini tunapokea hiyo changamoto. Ni lazima tuendelee kuongeza watumishi kadiri inavyowezekana. Mmeniambia na profesa alisema tunatakiwa kuwa na wataalamu wa telemedicine, tuwe na wataalamu wa teleradiology,
tuwe na wataalamu wa eco. Ninakubali kabisa na ninakubalia Profesa Muhongo, mbunge mbobezi kabisa kwa mchango wake, na naomba niseme yafuatayo. Kwa idadi hii ndogo ya watumishi, nini ambacho tumekifanya ndani ya wizara kwa kushirikiana na wenzetu watumishi? Kwanza, tulichoamua, nimesema wakati wa utangulizi, ni lazima twende katika mifumo ya uendeshaji wa sekta ya afya unaotumia sayansi na teknolojia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tukiweza kufika madaktari bingwa bobezi, labda niseme tukifika madaktari hao 10,000, lakini tukawa na mifumo mizuri ya telemedicine, ina maana madaktari wale wana uwezo wa kutusaidia kuwasiliana na vituo vyetu vya afya nchini, zile referral ambazo labda zitaanzia kwenye ngazi ya wilaya kuja kwenye ngazi ya mkoa, na ukamweka mtaalamu kwenye ngazi ya mkoa akawasiliana na wataalamu walioko kwenye kata, kwenye zahanati. Kama mtu amefanyiwa kipimo labda cha CT scan ama X-ray ama ultrasound, kwa uchache huo wa wataalamu, tukienda kwenye sayansi na teknolojia ya sasa na hasa artificial intelligence, na tukaendelea kusimama kwenye telemedicine, wakati tunaelekea kwenye matakwa hayo mengine ya kimataifa, lakini tutakuwa tumeokoa maisha ya Watanzania wengi. Waheshimiwa wabunge, ni kweli mtu anapata kipimo cha X-ray wakati yuko kwenye hospitali ya kanda labda Mbeya, anakwenda likizo kwa mume wake Dar es Salaam, anapata ugonjwa, anapata shida ya kiafya, anaenda labda pale Moi kupatiwa matibabu, lakini kwa sababu hatuna hiyo mifumo inayosomana, anaambiwa aanze tena kufanya vipimo vile vile kwa mara ya pili na kwa gharama hizo hizo. Hapo hatuwezi kuvuka, hatuwezi kufika. Ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na naomba niwaambie kwa hospitali zote za kanda, na mwenyekiti wetu wa kamati amelisemea sana, mifumo yote sasa hivi inasomana. Na hata leo, jana, juzi tumekutana hospitali zetu za mikoa, hospitali zetu za rufaa za mikoa, mifumo inasomana. Tunataka sasa tuondoke kwenye mifumo kusomana kwenye hospitali za rufaa za mikoa, ikasomane kwenye kanda mpaka taifa, lakini tushuke mpaka kwenye wilaya na vituo vya afya mpaka kwenye zahanati. Na tukiweza kufika hapo, tutakuwa tumeitendea haki sana sekta hii ya afya, na tutakuwa tumefanikiwa sana kwanza kupunguza gharama za wananchi wa Tanzania katika mfumo mzima wa tiba. Haiwezekani unatoka Songea umepimwa, unafika Njombe unapimwa, unafika Mbeya unapimwa, unafika Dar es Salaam unapimwa, kitu ambacho kingeweza kurahisishwa kwa mifumo kusomana. Waheshimiwa wabunge, tunapokea ushauri huu kwa unyenyekevu, na ninahakikishia kwamba ni maelekezo ya serikali. Tutapambana usiku na mchana kuhakikisha mifumo inakuwa ni solution ya uhaba wa watumishi na kupunguza gharama za matibabu katika nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimepokea hapa hoja nzito kuhusu MSD. Ni lazima tuitizame MSD, na waziri wa fedha niko naye hapa, atakuwa ni shahidi na anajua ni vikao vingapi tumekaa kwa ajili ya kuifanya MSD ifanye kazi vizuri. MSD iliwasilisha maombi ya shilingi bilioni 561. Waheshimiwa wabunge, toka MSD hii imeanza, ni kwa mara ya kwanza mwaka jana wamepewa bilioni 100, na ninaposimama hapa leo naomba niwaambie fedha hiyo whether ni deni ama mtaji wameshaongezewa bilioni 50, na mpaka sasa wana bilioni 150, ukiacha mbali juhudi zao wanazozifanya za kuwekeza ndani. Lakini hata hivyo, serikali ukiachia mtaji na deni, imeendelea kutoa zaidi ya bilioni 42 kwa ajili ya kujenga maghala ya kuhifadhia bidhaa zetu za afya. Lakini serikali kwa mwaka huu wa fedha
taarifa ya kamati ilizungumza madeni ya bidhaa msonge ambayo yamezidi kuifanya MSD iendelee kunyong'onyea katika utendaji wake. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetenga tena bilioni 48.2 kwa ajili ya ugomboaji wa bidhaa za miradi msonge ili kuifanya MSD iendelee kuwa salama. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan iliona hiyo haitoshi. Kwa kuwasiliana na wenzetu wa China, tunakwenda kupokea fedha ambayo ni grant na sio mkopo wa dola za Kimarekani shilingi ambazo ni sawa na shilingi bilioni 119. Na fedha hizo zitatusaidia pia kuongeza nguvu kwa MSD. Yako madeni ya TAMISEMI. Namshukuru waziri wa TAMISEMI, jana wamekutana na MSD, wameweka utaratibu wa kuyalipa. Madeni ambayo yako kwenye fungu 52, na mimi mwenyewe waziri wa fungu 52, tumeshaweka mkataba na taasisi zote zilipe madeni ya MSD haraka sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, deni la NHIF, nimshukuru sana kakaangu Mwigulu, waziri wa fedha, tumekubaliana kutoa hati fungani ambayo itasaidia kubeba mzigo huo, na taratibu zote zimekamilika. Waziri wa fedha atakapokuja kwenye bajeti yake, hili ni eneo ambalo atalitolea tena ufafanuzi wa kina ili tuweze kuiokoa pia NHIF. Lengo la NHIF kuprovide hiyo fedha kwa ajili ya ustawi wa sekta ya afya lilikuwa zuri, lakini tunaamini kwamba kulikuwa na kila sababu ya kuhakikisha tunalipa hayo madeni. Waheshimiwa wabunge, naomba niwahakikishie bajeti ya 2025-26 tunakwenda kuanza bima ya afya kwa wote. Lengo la bima ya afya kwa wote ni nini? Ni kuhakikisha uwekezaji uliofanywa na serikali yetu, kila mwananchi wa Tanzania aweze kunufaika na uwekezaji huo. Akitaka matibabu kwenye wilaya, kwenye mkoa, kwenye zone, kwenye taasisi, kwenye serikali, kwenye hospitali yetu ya taifa, aweze kufika. Mheshimiwa Mwenyekiti, umesema vizuri, vifurushi tulivyonavyo vya bima ya afya sivyo vifurushi vya bima ya afya kwa wote. Waheshimiwa wabunge, kaeni sawa sawa, tutakuja na bima ya afya kwa wote ili weze kuwasaidia wananchi wote, na lengo letu ni kupunguza vifo na kuwafanya wananchi wetu wawe salama. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kweli muda ni mfupi, lakini ngoja niguseguse tu yote. Profesa Mwongo alituchallenge hapa kama tunaangalia mwenendo wetu unaendana na Sustainable Development Goals na hasa goal namba 3. Naomba niwahakikishie profesa tunakwenda sambamba na goal hiyo. Ukienda kuiangalia goal namba 3 ambayo inahusu sekta ya afya, inatutaka tupunguze vifo vya kina mama na watoto. Waheshimiwa wabunge, tumpigie makofi rais. Goal hiyo, vifo vya kina mama na watoto tumevipunguza. Inataka tupunguze vifo vya watoto under 5. Tumetoka 67 mpaka 43. Sasa hapo waheshimiwa wabunge, kama mmenifuatilia kwenye bajeti yangu, hapo hatujafanya vizuri sana. Tumeweza kutengeneza uzazi wa dharura, tumetoa watoto, tumeweza kuweka pembeni, lakini tunahitaji kuwa na neonatal intensive care unit za kuokoa maisha ya watoto katika vituo vyote vinavyotolea huduma zetu. Tumejipanga vituo 100 tutavipa vifaa. Dada yangu Engineer Ulenge alisema jana, na kushukuru sana, hata vile vifaa vya utambuzi wa kusikia tunakwenda kuvinunua na kuviweka kwenye vituo vyetu hivyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, goal hii namba 3 inaendana pia na goal namba 1 ya kupunguza umaskini. Waziri wa fedha atakapokuja atawaeleza ni kwa kiasi gani serikali yetu imeweza kupunguza umaskini. Kwa hiyo goal namba 3 inategemeana na umaskini, goal namba 1 inategemeana na goal namba 6 kama nitakumbuka vizuri, ya uwepo wa maji safi na salama. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hilo naomba nimhakikishie Mheshimiwa Profesa tunakwenda nalo vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepambana kuhusu magonjwa haya yanayoambukiza.
Na nilikuwa nafuatilia mchango wa kakaangu Mheshimiwa Shigongo. Naomba nimhakikishie kwamba kwa sasa kwa kweli tumeshajitahidi kiasi cha kutosha na tumeshafanya kazi ya kutosha. Homa ya hepatitis tumeingiza kwenye mkakati wa kitaifa wa kupambana na magonjwa yanayoambukiza. Kwa hiyo sasa hivi tunakwenda na magonjwa ya ngono, HIV na hepatitis, tunapambana nayo yote kwa pamoja. Na imetusaidia. Ninaomba niwaambie waheshimiwa wabunge, tumetoka uambukizo wa 4.3, tumefika uambukizo wa 3.5. Tumpongeze sana Mheshimiwa Rais. Lakini nimekwenda kufuatilia kwa kina suppliers wetu ambao wamepewa jukumu la kuleta chanjo ya hepatitis nchini. Kumbe Mheshimiwa Shigongo, baada ya kutushauri, tulishaachana na ile monopoli ya mtu mmoja. Sasa hivi wako 4 na wanafanya kazi hiyo, na tumeshaanza kuona kuna dalili za bei kuanza kushuka. Kwa hiyo tutaendelea kujipanga, na pale ambapo serikali itakuwa na uwezo, basi tutafanya kazi ya kuwachanja wananchi kwa kuzingatia utaratibu wa chanjo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu ya muda, basi ninaomba tu nimwambie Mheshimiwa mbunge Tabasamu habari ya Serengeti tumeipata, lakini nimhakikishie mbunge Rita Kabati tutakwenda kuangalia uwekezaji uliofanywa na mwekezaji wetu kule Iringa. Na nilisema wakati wa hotuba hapa, tunawashukuru pia Ubaya Ubwela kupitia Mo Foundation, na yeye anatusaidia sana sekta ya afya. Lakini tunashukuru sana wananchi kupitia GSM, na wao wanatusaidia sana kwenye sekta ya afya, ikiwemo taasisi nyingine za dini, benki zetu na mashirika mbalimbali ambayo yanatusaidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, basi kwa kuwa kengele imenigongea na bado nilikuwa na mambo mengi, lakini tutaeleta yote kwa maandishi. Kwa heshima kubwa ya juhudi iliyofanywa na daktari bingwa bobezi Dr. Samia Suluhu Hassan, ninaomba waheshimiwa wabunge tuendelee kumuunga mkono na kumtia moyo kwa kiasi kikubwa kwa jinsi anavyofanya vizuri kwenye sekta ya afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapotaka kutoa hoja, ninaomba pia nitakapokuja kutoa hoja, nitaomba pia nije kuleta mabadiliko. Wakati nahitimisha vifungu vyangu, nitaleta mabadiliko ya maneno katika hotuba yangu, ile hotuba kuu ambayo nilisoma mbele yako. Baada ya kusema haya, waheshimiwa wabunge, ninawashukuru sana sana kwa michango yenu. Ninawaombea kila laheri kwa Mwenyezi Mungu. Mwezi wa 11 tukutane sura hivi hivi tukitizamana humu ndani. Niwahakikishie wananchi wa Tanzania, kama tumefaidi huduma za afya ni kwa sababu wabunge hawa wameupiga mwingi ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama tumekwenda kwa hatua hizo kubwa tukiongozwa na Mheshimiwa Rais, bajeti hizi humu ndani wabunge hawa walizipitisha kwa umakini, hawakukataa, na ndizo ambazo zimekuja kuleta ustawi wa jamii yetu. Baada ya kuyasema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba niahidi majibu yote nitayaweka kwenye makaratasi na kuyawasilisha kwako. Sasa naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imetolewa na hoja imeungwa mkono.